uwanja unaitwa CD Msuya. Mimi nilikaa na marehemu Mheshimiwa Dr. Msuya na tuliongea. Nilikuwa napata muda mwingi wa kukaa naye na kuongea na mzee wangu yule. Kama kuna jambo ambalo mzee Msuya mpaka anafariki alikuwa anawaonya Wanamwanga na mimi mwenyewe na wengine wengi walionywa, ni swala la kutumia jina lake vibaya. Alikuwa hapendi kabisa mzee Msuya jina lake litumiwe vibaya, au watu kutumia jina lake kwa ajili ya kufanya vitu vya kitapeli au vitu vya ujanja ujanja. Mzee alikataa kabisa, hataki jina lake litumiwe vibaya. Sasa Mheshimiwa Rais, katika maendeleo ambayo ameyasimamia mzee Msuya ni pamoja na elimu. Amehakikisha kwamba shule zimejengwa. Sasa katika ule uwanja wa CD Msuya, ule uwanja ambao Mheshimiwa Rais hata wakati wa uzinduzi wa mradi mkubwa wa bwawa la Nyumba ya Mungu, Mheshimiwa ulisimama pale na ukatuhutubia. Uwanja ule una frame, una maduka, na fedha zote zinazokusanywa kwenye ule uwanja, zile fedha zote zinazokusanywa zinaenda halmashauri. Halmashauri inaingiza mapato sana hapo kwenye uwanja wa CD Msuya. Lakini Mheshimiwa Rais, jambo ambalo linatuumiza wananchi wa Mwanga ni kwamba mwaka wa 90, mimi nikiwa mhubiri na mmoja wa viongozi wa dini, nilifika kufanya mkutano katika uwanja huo. Niliomba kibali cha kutumia uwanja. Nilipoomba kibali cha kutumia uwanja, nilipewa na mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mwanga. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ndio alinipa barua ya kibali cha kuutumia ule uwanja. Mheshimiwa Rais, mpaka sasa hivi tunavyoongea, baada ya viongozi wa wilaya kuukarabati tu ule uwanja, wameuchukua, wameufanya ni wa halmashauri. Lakini ukweli usiopingika, uwanja wa CD Msuya sio mali ya halmashauri. Ule ni uwanja wa shule ya msingi Mwanga. Sasa hivi shule ya msingi Mwanga wameihamisha kutoka pale wakaipandisha juu. Sawa, lakini shule ya msingi Mwanga mjini watoto hawana mahali pa kucheza. Shule ya Mwangondi hawana mahali pa kucheza. Ni shule ya msingi hizo. Lakini Mwanga mjini hakuna uwanja wowote wa michezo. Sasa hivi halmashauri imechukua huu uwanja na inasema ni wa kwao, na wanakusanya mapato hayaingii kwenye shule ya msingi Mwanga. Kwa hiyo ombi langu, kero hii ni kubwa, na ukiizungumza unajihatarishia, kwa sababu viongozi hawakubaliani na hilo. Lakini ni ukweli usiopingika, ule uwanja sio wa halmashauri, na kwa sababu shule ya msingi Mwanga na shule ya Mwangondi hazina mahali pa watoto kucheza, kuna sababu gani halmashauri ichukue uwanja wa shule na kugeuza wa kwao na kukusanya mapato, na mapato yale hayaendi kwenye shule? Hata kama basi kulikuwa na sababu ya kufanya hivyo, wangetakiwa wawe wazi kwa wananchi ili tujue uwanja wa shule ya msingi Mwanga umebadilika. Sasa sio mali ya wananchi, sio mali ya shule, sasa ni mali ya halmashauri. Lakini sisi hatujaelewa hicho. Mimi toka mwaka 90 nimetumia huo uwanja. Sijaona mahali popote au kuna mahali popote wamebadilisha, na wamejaribu sana kuvutana, kumekuwa na migogoro mingi sana, lakini uwanja ni mali ya shule. Ombi langu kwako Mheshimiwa Rais, ninakuomba uwanja ule, toa maelekezo, uwanja urudi kwa watoto. Shule za msingi Mwanga tubaki na huo uwanja. Kama kuna wachezaji wengine, kama kuna mambo mengine yanafanyika pale, mapato yote na kila kitu kitakachopatikana kiingie kwenye hizo shule, kwenye shule ya msingi ambao ndio mali yao. Hakuna sababu yoyote ile ya shule ya msingi Mwanga kuwa na shida na mapato yanaingia mengi yanaenda halmashauri. Nitatoa mfano wa shule zingine. Tuna shule ya msingi Kifula. Mheshimiwa Rais, shule ya msingi Kifula mwaka 88, 89 mimi nimefanya mikutano pale kwenye shule ya msingi Kifula. Ule uwanja wa Kifula
ulikuwa ni kwa ajili ya watoto wa kuchezea, watoto wacheze, kwa ni uwanja ule. Lakini ukiangalia Mheshimiwa Rais, jambo la kusikitisha na la ajabu sana, serikali ya wilaya Mwanga imebadilisha ule uwanja, umeugeuza kuwa soko. Sasa unaangalia, unaona watoto hawana pa kucheza wa shule ya msingi Kifula, watoto wa mtaani hawana mahali pa kucheza, jamii pale haina mahali pa michezo. Uwanja wa michezo umechukuliwa na halmashauri na wanakusanya 500. Ukienda pale kwenye ule uwanja ambao mimi nilihubiri mwaka 89, mwaka 92 mpaka 94, ule uwanja pale na ubiri mpaka 97 na ubiri, ule uwanja ni mali ya shule ya msingi Kifula. Hata viwanja kama hivi ni viwanja ambavyo vimetunzwa na vimewekwa na kina Mzee Msuya, na kama kweli tuna mwenzi hivi viwanja tuachie watoto. Mzee Msuya alijua kabisa hivi viwanja ni vya watoto. Kwa nini vigeuzwe kuwa soko? Kwa nini sasa hivi halmashauri ndio inaenda kukusanya 500 pale, na pesa hizo haziendi kwenye shule ya msingi Kifula, zinaenda zote kwenye halmashauri? Mheshimiwa Rais, ombi langu kwako kwenye sikukuu hizi za Pasaka, ninakuomba kwa unyenyekevu wote, toa maelekezo. Hakuna mtu ana uwezo wa kusema maneno haya, kwa sababu ukiyasema haya unajihatarishia usalama. Watu tuna wasiwasi. Kwa mfano mimi sasa hivi katika mikoa ya kaskazini yote, Mheshimiwa Rais, nimefuatilia sana mikoa ya kaskazini yote, nikiwa na maana kwamba Manyara, Arusha, Tanga, Kilimanjaro, mikoa yote ya kaskazini, sijaona mtu mwenye uwanja wa binafsi. Viwanja vyote ni vya shule, viwanja vyote ni vingine unakuta ni vya chama cha kisiasa, vingine unakuta ni vya serikali, lakini kukuta kiwanja cha mtu binafsi hakuna, isipokuwa mimi peke yangu, Askofu Ikongo, ndio hii stadium yangu. Nina stadium yangu, stadium ya Ikongo au Ikongo Stadium, ni uwanja wangu wa mpira. Nimeutengeneza vizuri kwa ajili ya watoto kucheza, kwa ajili ya watu kufanya mazoezi, ni stadium. Natamani kuiboresha, lakini sasa hivi naishi kwa hofu, naogopa. Kwa sababu, kwa nini naogopa Mheshimiwa Rais? Ninaogopa kwa sababu kama wanaweza wakachukua uwanja wa taasisi ya shule kama Kifula, wakachukua viwanja vya taasisi kama shule ya Mwanga, watashindwaje kuchukua kiwanja cha taasisi za Ikongo? Ni rahisi kutunyang'anya. Hata nimekuwa na wasiwasi kwamba sasa hata tukiuboresha watatunyang'anya, na watu wengi wanaogopa kuongea. Najua hata hivi nimeongea mimi, lazima kutakuwa na kashikashi nyingi. Nitakuomba tu Mheshimiwa Rais unilinde, kwa sababu ninajua nimejaribu kuwaomba. Ukienda kwenye kuomba, labda naomba ni kurasimisha maeneo yangu, kurasimisha uwanja, kufanya nini, mizengwe ni mingi. Mheshimiwa Rais, mimi najua umetoa fedha, umetoa pesa, kwa sababu natupenda wana Mwanga, ili mamlaka ya mji mdogo wa Mwanga ipimwe, na watu wanapima kwa kampuni ambayo iko hapa sasa hivi, tunapima kwa shilingi 1,500,000. Lakini mimi hapa sasa hivi na taasisi yetu tukiomba kupimiwa, kurasimishiwa uwanja, pamoja na kwamba tumeuendeleza na ni wa binafsi, wanakwambia kwamba Kisangiro hairuhusiwi kufanya nini, maana haiko kwenye michoro. Unaambiwa lipa 8,000,000, lipa 4,000,000. Ukitaka kulipa hizo hela wanakwambia kwamba andika barua. Umeshaandika barua zaidi ya mara 3 mara 4 na wanazijibu, lakini ukiangalia upimaji wameondoa Kisangiro, wameitenga pembeni. Lakini ukienda kwenye uhalisia, Kisangiro yuko ndani ya mamlaka ya mji mdogo. Kwa hiyo fedha kama zimetolewa kwa ajili ya ndani ya mamlaka na umetupa pesa kwa ajili ya kupima viwanja vyote ambavyo viko ndani ya mamlaka ya mji mdogo, kwa nini wasipime kiwanja changu? Kwa nini wasipime na hiki Ikongo Stadium na huu kiwanja hiki kio kimepimwa? Kwa nini wasifanye hivi? Lakini wanasema mara michoro mara nini. Kwa hiyo mizengwe ni mingi. Mimi nimeongea haya, ninajua hawatanipenda, watanichukia, lakini kwa sababu ni kiongozi wa dini na hizi ni salamu za Pasaka, Mheshimiwa Rais, naomba niziweke wazi kwako. Mheshimiwa Rais, bado tuna kero, kero ni nyingi sana. Lakini ombi langu kwako Mheshimiwa Rais, toa neno. Mimi najua Mheshimiwa Rais, ukitoa neno moja, ukisema tu neno moja,
viwanja vilivyochukuliwa ambavyo ni vya shule za msingi, watoto warudishiwe viwanja vyao, masoko yaondoke. Nina uhakika Mheshimiwa Rais, yaani ukisema leo, kesho shule ya msingi Kifula itarudishiwa uwanja wake. Shule ya nani ya msingi Mwanga itarudishiwa uwanja wake. Na hata kama ni mapato watakusanya pale. Lakini pia Mheshimiwa Rais, ukitoa hayo maelekezo utakuwa umetusaidia wananchi wa Mwanga, na mimi kero zote nitazibeba, nitazileta kwako. Nimeona nitoe hizi chache. Kwa mfano, kuna kero nyingi sana. Yako mambo mengi ambayo sio mazuri mheshimiwa. Nitakuonyesha mfano, nitazungumza mfano mwingine mmoja. Niongeze mfano mwingine mmoja. Kwa mfano, mamlaka ya mji mdogo wa Mwanga. Sasa hivi wanasema tuna mamlaka ya mji mdogo. Lakini ukiangalia sheria zinakataa, hauwezi kuwa na mamlaka ya mji mdogo alafu Teo anakaimu zaidi ya miaka 10. Hatuna Teo. Tuna Teo ambaye anakaimu. Hata akiwaandikia barua anagonga muhuri anasema mtendaji mkuu wa mamlaka ya mji mdogo. Kwa nini? Kwa sababu anakaimu. Na kukaimu sio mbaya, lakini sheria haziruhusu Teo kukaimu zaidi ya miaka 10 na kuendelea. Hairuhusu. Tungepata Teo, ingekuwa nzuri, tujue hii ni mamlaka kamili. Lakini sasa hivi ni wa kukaimu tu. Huu ni mwaka karibu unaenda wa 11, 12. Teo anakaimu. Huko nyuma tulikuwa na Teo wetu na kazi ilikuwa inaenda vizuri. Kwa vitu kama hivyo mheshimiwa, ni kero, vinakwamisha maendeleo. Kwa hiyo mimi nimeona ni vitoe tu kwa salamu hizi za mwaka mpya mheshimiwa, ili utusaidie. Kwa hizi chache, mimi naandaa zingine nyingi nitakuletea Mheshimiwa Rais. Lakini kwa hizi mbili naomba Mheshimiwa Rais tusaidie. Tuondolee hizi kero. Watoto warudi kucheza kwenye viwanja vyao, walimu wafurahie viwanja vya michezo, na hata raia kama watu wa tofauti ambao sio wanafunzi tunataka kufanya mazoezi, basi tuende pale. Itatufanya sisi tuondoke na hofu na viwanja vyetu vitaendelea. Sasa hivi mimi naogopa hata kusema niongee na waziri wa michezo Makonda. Nitamwambia Mheshimiwa Makonda, naomba nitafute hata mtu tukarabati uwanja wangu ili tuweze, tukisha ukarabati basi ili tuweze kufanya tu maendeleo ya michezo na nini. Kama kutakuwa na mapato huko, basi kwa timu mbalimbali zitacheza za mikoa, wilaya na maeneo mbalimbali, watafanya mazoezi hapo. Kile kitakachopata basi tutashare pamoja. Lakini naogopa. Kwa sababu gani? Kwa sababu serikali ikikusaidia au kasaidiwa kwa maelekezo ya serikali, unanyang'anywa. Kwa sababu kama wananyang'anya taasisi za serikali, taasisi zetu binafsi ni rahisi sana kunyang'anywa. Mungu akubariki Mheshimiwa Rais. Naomba nitamke tu kwamba tunakupenda, na wanaokupenda ni wengi kuliko wale ambao labda tunaweza ukafikiri vinginevyo. Nakupenda, tunakuombea Mheshimiwa Rais. Mimi na kanisa langu tunakupenda mno na tunakuombea, na kazi ulizofanya Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki. Umefanya mambo mengi, lakini kwa sababu huu sio wakati wa siasa na sio wakati wa kuzungumza yaliyofanywa, lakini mimi naomba niseme tu kwamba kwa kazi kubwa uliyoifanya Mheshimiwa Rais, tunakupenda na tunaendelea kukuombea. Mungu akupe afya njema, Mungu akulinde, Mungu akupe afya kila wakati na akupe nguvu, na Mungu akuondolee maadui na wale wanaokuchukia mabaya yao, kama vile Biblia inavyosema katika kitabu kile cha Mithali 26, kama vile inavyozungumza kila 26 mstari wa 26, anasema ingawa chuki hufunikizwa kwa hila, uovu wake utadhihirika mbele ya kusanyiko. Achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe, naye abiringishaye jiwe litamrudia. Mheshimiwa Rais, mimi nasema hivi, wale wote wanaobiringisha mawe kwako, hayo mawe yawarudie katika jina la Yesu. Wale wote katika Pasaka hii, wale wote waliozoea kukuchimbia mashimo na kukutengenezea vitu mbalimbali, Mheshimiwa Rais, hayo yote ninayaamuru katika jina la Yesu yawarudie wenyewe. Mabaya yawarudie wale wanaoyatengeneza mabaya. Wewe uwe salama ili uweze kutuendeleza na kutusaidia katika maendeleo ya nchi yetu, na sisi tutaendelea kukuombea. Mungu akubariki na kukulinda. Mheshimiwa Rais, nakupenda. Jina langu ni Bishop Ikongo. Mengine nitakuletea yakiwa katika maandishi. Asante sana. Mungu akubariki.